jumla wao 25,775 walipatiwa elimu ya unasii juu ya matumizi ya makundi 6 ya vyakula pamoja na malezi, matunzo na makuzi kwa watoto wenye umri wa miezi 0 mpaka 23. Tulitoa elimu ya umuhimu wa lishe bora makundi 6, umuhimu wa mama mjamzito kwa kipindi chini ya wiki 12, kunyonyesha. Elimu hii ilitolewa ngazi ya vijiji na katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya. Sambamba na elimu hii pia tuliendelea kutoa elimu ya ugonjwa wa mpox ili watu waendelee kuchukua tahadhari. Pamoja na kutekeleza tulikuwa pia tuna changamoto kadhaa ambao mojawapo ni baadhi ya wazazi kuzingatia matibabu na kuwa na imani potofu kwa watoto wenye utapiamlo mkali. Utatuzi ni tunaendelea kuimarisha usawa wa afya na lishe ngazi ya vijiji, sababu tunaamini kwamba kila kijiji kikiadhimisha elimu hii itaenea kwa wingi, na basi jamii ikielewa tutakabiliana na matatizo ya imani potofu. Lakini changamoto nyingine kwenye hizi maadhimisho haya ya siku ya afya na lishe ngazi ya vijiji, tumekuwa tuna mahudhurio madogo sana ya kina baba, ambao wakati mwingine kwa sisi tunavyoona kwamba ni changamoto, kwa sababu tukiwa na akina mama tu, wakati mwingine kuna maelekezo tunapeana ili kuweza kukabiliana na swala la utapiamlo na mengineyo, lakini mama unakuta wakati mwingine anakuambia sasa mimi nikienda kama mzee hayupo siwezi kumwambia mzee. Kwa hiyo inakuwa kama ni changamoto, wakati mwingine tunakuwa tunaongea nao afu kama baba hayupo, utekelezaji wakati mwingine unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo utatuzi tunaendelea kutoa elimu kwa wanaume juu ya umuhimu wa hii mikutano, kwamba tukiitana kuna mambo kadha wa kadha tunaambiana, ili basi tukiwa tunaitana wao wanakuja na tunavotoa maelekezo basi yaende kule yakatendeke. Hata kama tunavyosema makundi 6, basi baba akiambiwa hapa tunatakiwa tupate na tunda kidogo au na mboga, basi iwe rahisi kueleweka, isiwe tu ugali na maziwa peke yake. Hayo ni yatokanayo na kikao cha kamati ya lishe ambacho tulifanya ngazi ya wilaya tarehe 8 mwezi wa 4, na wajumbe tulikubaliana mambo yafuatayo, ikiwa namba 1 ni vikundi vya kijamii kupewa elimu ya umuhimu wa kuongeza virutubishi kwenye unga, na inaendelea. Lakini tulikubaliana halmashauri tutafunga mashine moja ya urutubishaji ambayo itatumika katika shule zote msingi na sekondari na kwenye taasisi. Maana hapa tuliongea na hao watu wanaofunga hizi mashine, wakatuambia kwamba tukiwa na mashine ya kusaga na kukoboa, wao watakuja kutufungia hiyo dosifier, kifaa ambacho kinafanya dosing ya hivyo virutubishi na madini na vitamini, watatufungia bure, lakini sisi tutakuwa tu tunanunua hivyo virutubishi kwa ajili ya kuwa tunaweka kwenye unga. Kwa hiyo hili nalo linaendelea. Pia tulikubaliana kuwa idara ya elimu sekondari na msingi kufanya tathmini ya mashamba ya shule ili yaweze kutumika kulima mazao yaliyorutubishwa kibiolojia, lakini bustani za mboga mboga pamoja na miti ya matunda ya kutosha, ili basi mazao haya yaweze kutumika kwa wanafunzi, na tukifanya kwa ufasaha basi tutapunguza ile swala la kuchangishana vyakula na wazazi. Lakini tulikuwa na hiyo pia maafisa lishe kuweka mpango mkakati wa kutoa elimu ya ulaji unaofaa na makundi 6 ya vyakula katika vikao vyote ndani ya halmashauri, nayo inaendelea. Lakini wakuu wa shule kuelekezwa kununua mashine za kukausha mboga mboga ambazo zitatumika kipindi cha kiangazi. Sababu hii tulikuwa ni changamoto kipindi kile, tulisema kwamba kipindi cha kiangazi mara nyingi watoto wanakosa
mboga kwa sababu walimu wanakuambia miundombinu ya kumwagilia ni changamoto mashuleni. Kwa hiyo kipindi cha masika ndio tunapata mboga nyingi, ila cha kiangazi inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo tukakubaliana maafisa elimu msingi na sekondari wawaelekeze walimu walau tupate mashine ambayo sasa kipindi cha kiangazi cha masika tunachopata mboga nyingi, tutakuwa tunavuna, tunakausha, zitakuwa zinatumika kipindi cha kiangazi, ambapo sasa kipindi chote wanafunzi watakuwa wanapata mboga kwa wapo mashuleni.